Namshukuru Mungu kwa wakati huu mwema ambao amenipea ili niweze kuleta ujumbe huu kupitia runinga yetu ya Undugu TV ambayo tunajivunia. Kwa majina naitwa Reverend Timothy Munyao. Wakati huu ninahudumu kazi ya Mungu katika kanisa letu la ABC Eviane Sub-Pastorate, Eveti Pastorate. Ninayo furaha kukuletea ujumbe huu ambao Mungu amenipa ili tuweze kushiriki pamoja, tukijua kwamba huu ni msimu wa Pasaka. Tunaelekea kukumbuka kifo au mauti ya Yesu Kristo. Kwa hivyo leo niko na ujumbe unaohusu mauti ya Yesu, ambayo kichwa yake ni unyenyekevu mfano wa Kristo. Unyenyekevu mfano wa Kristo ni ujumbe ambao utakukujia kukufahamisha jinsi tunavyohitajika kuwa na unyenyekevu. Kama jinsi Yesu alivyokuwa na unyenyekevu, kwa hivyo tunamchukua kama mfano kwetu wa kunyenyekea ili tuweze kupata matunda ya unyenyekevu. Kichwa kidogo ni kwamba Yesu kutukomboa ilimgharimu kunyenyekea hadi mauti. Na ni kweli Yesu alinyenyekea na unyenyekevu wa ajabu sana. Mpendwa mtazamaji, napenda tusome katika waraka wa Wafilipi sura hiyo ya 2 mstari wa 5 hadi wa 7. Na nitasoma. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwapo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa 7, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Mpendwa mtazamaji, kama vile Biblia inavyotufunza kupitia mfano huu wa Yesu Kristo mwenyewe, ni kwamba mstari wa 6, Yesu aliyekuwa mwanzo akiwa na mfano wa Mungu, yeye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Huyu Yesu alitufunza kwa kielelezo. Akachukua mfano wa mwanadamu akiwa Mungu ili aweze kututafuta. Akaja kuchangamana nasi akiwa Mungu, akaacha mamlaka yake ya uungu na akashuka hapa duniani, akachukua mfano wa mwanadamu kusudi aweze kumtafuta na kumpata mwanadamu aliyepotea. Huu mstari wa 7 unatuangiza iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu. Kwa hivyo huu mstari wa 5 unatuangiza tuhige, tuwe na nia hiyo hiyo iliyokuwa na Yesu Kristo kututafuta, nasi pia tuhige mfano wake na tukawe na unyenyekevu kwa wengine pia. Pasaka hii ya mwaka wa 2025 ni vema tukajifunze kuwa wanyenyekevu. Tukajifunze kuiga mfano wa Yesu Kristo kwa kunyenyekea ili tuweze kuwapata wengine ambao
wangali wanaendelea kupotea. Tukisoma katika Injili ya Yohana sura ya 13 mstari wa 4 na wa 5. Tunasoma hivi: aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Mtazamaji mpendwa, napenda sana kutaja jambo hili ambalo huyu Yesu mwenyewe, kwa kule kuacha utukufu wake, kule kuacha uungu, na akashuka akaja kuchukua mfano wa mwanadamu. Alitoka chakulani. Jambo la kutoka chakulani kwangu inanifunza ya kwamba aliacha hata faida zake, benefits zake, akaacha hata kutambuliwa kwake. Maana kuandaliwa meza ni heshima kuu. Lakini Yesu akaacha chakula ili aweze kumtafuta aliyepotea. Naye ni mimi na wewe mtazamaji. Kwa hivyo Yesu hakuhesabu kuwa yeye ni Mungu, hakuhesabu kuwa yeye anaongoza wanafunzi, akaacha meza, akaacha chakula na akatoka mezani. Jambo la pili pia, Yesu akaweka kando na vazi lake la juu. Kumaanisha kuna mambo ambayo inatupasa kuyaweka kando na tusiyahesabu tena kama ni faida kwetu. Tujinyime ili tuweze kutafuta nafsi inayopotea. Mpendwa mtazamaji, Yesu ndiye mfano bora ambao tunaweza kufuata na kuiga ili tuweze kuwatafuta wenzetu ambao wangali wanapotea dhambini. Kwa hivyo Yesu ikamgharimu kuacha heshima zake na kuacha hata kutambuliwa kwake na kuacha hata nafasi ya juu ambayo anapewa kwa kuandaliwa meza, akaiacha ili aende akatafute mwenye kupotea. Tukirudi pale pale katika Wafilipi sura ya hiyo ya pili ambayo tulikuwa tunaendelea nayo, mstari wa 8 unasema: tena alipoonekana na umbo kama ya mwanadamu, alijinyenyekeza. Neno ni kujinyenyekeza, akawa mtiifu hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Mpendwa mtazamaji, Yesu wacha hata kuacha uungu, sasa pale akiwa mwanadamu wa kawaida, akaenda zaidi ya kuwa mwanadamu, akaenda chini zaidi, akajinyenyekeza zaidi ili aweze kuchukua mfano wa mtumwa. Na pale pale pia Biblia inasema katika huo mstari, napenda kusoma mara tena: tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Akakumbali hata yeye kufa. Kama jinsi mpendwa mtazamaji nimekuarifu ya kwamba tuko mzimu wa Pasaka. Yesu akachukua nafasi hii ya kufa, akakumbali kifo cha msalaba. Kifo cha msalaba, kutundikwa pale mtini, ilikuwa ni kifo ya aibu. Ilikuwa ni kifo ama mauti ambayo iko zaidi ya ile tunaita mob justice. Mauti ya kugongwa na mawe, hii ilikuwa ndio iko zaidi ya hiyo. Yesu akaichukua, akaipokea mauti hii ya kufa kifo cha aibu kama mwenye dhambi asipokuwa mwenye dhambi. Akachukua aibu zetu ili aweze kututafuta. Akakumbali hata kuwekelewa, akakumbali hata kusemwa, akakumbali hata madharau, akatemewa mate. Hayo yote Yesu akayapokea kwa kifo cha msalaba ili aweze kututafuta.
mauti ya msalaba ilionyesha hana faida kwao mara tena. Kwa hivyo walimtumia kama mtu ofyo ambaye ana faida kwao. Na pale akaikumbali, akaipokea mauti kama hii ili aweze kunitafuta mimi na kukutafuta wewe pia, mpendwa mtazamaji. Kwa hivyo Yesu akajinyenyekeza, akachukua hata aibu kwa ajili yetu. Mara nyingine pia inatupasa hata kuchukua aibu kwa ajili ya wengine. Inatupasa hata kudharauliwa kwa ajili ya wengine. Inatupasa hata kuchukua mzigo wa wengine ili tuweze kuwapunguzia mzigo na wakapokee nafasi ya wokovu. Mpendwa mtazamaji, mstari wa 9, hata hayo yote yalipotokea na Yesu akakumbali kufa mauti kama hii ya aibu. Mstari wa 9 sasa ni wa kutunukiwa. Mstari wa 9 unasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Hapa sasa tunaona walipomalizana naye wakamuua kwa hii mauti ya aibu. Sasa na Mungu akaona ametimiza, amejitolea vya kutosha, na bila shaka amepata mavuno ya kuwakomboa wenye dhambi. Mungu naye hakumwacha bila malipo. Sasa akamuinua na akamuweka akawa mwenye jina lipitalo majina yote. Mpendwa mtazamaji, napenda kwa wakati huu nipate kukuambia ya kwamba Yesu ambaye tunaona akipitia mateso, madharau, aibu za kila aina, hapa sasa na Mungu anamkumbuka kwa wakati wake mwema. Sasa anamuinua, anampea jina lipitalo majina yote. Na kwa kupitia jina yake zote tunapata wokovu. Mpendwa mtazamaji, ni heshima kuu iwapo tutanyenyekea na Mungu adhihirishe, aone hakika unyenyekevu wetu, aone vile tumejinyenyekeza na kujiweka chini kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Pale sasa Mungu atatuinua nasi tutapata utukufu. Baada ya dhiki ni faraja. Pendwa mtazamaji, nataka kukuhakikishia ya kwamba tunapotumika kwa hii huduma ya Mungu, tunapopitia mara kwa mara kudharauliwa, tunapopitia hata kutotambuliwa kwa mambo makubwa ambayo unafanya, na watu wanakuona wewe ni ovyo, wanakutundika mambo ya aibu vile walivyomtundika huyu Yesu. Baadaye sasa Mungu hatimaye anakuja kutuinua jinsi alivyomuinua huyu Yesu, akampea jina lipitalo majina yote. Mpendwa mtazamaji, tunapojikakamua na kuendelea kujitoa mwanga kwa ajili ya huduma ya kazi ya Mungu na kujitoa kwa unyenyekevu mwingi, Mungu atatuinua iwapo hatutazinzia roho. Basi mpendwa mtazamaji, ningependa kukufahamisha ya kwamba katika somo hili la CCMP tunazo nguzo 9 ambazo zinatupea kusimama imara katika huduma. Na katika nguzo hizi, nguzo la 5 ambalo nalipenda sana linaitwa nguzo la 5, linasema process rather than product. Hii sasa inatufundisha ya kwamba unapoanza safari ya kutafuta kilichopotea, inabidi sasa usahau heshima hapa katikati. Na kwanza ushughulikie kuona umejinyenyekeza, umeenda chini, jinsi wanavyosema wahega ya kwamba mtaka cha mfunguni shati ainame. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, katika nguzo hili la 5 la CCMP
inasema process rather than product. Hapa sio kukimbilia mavuno, sio kukimbilia heshima, sio kukimbilia kutunukiwa, lakini hapa sasa ni kwanza kujinyenyekeza ili tupate mavuno ambayo Mungu anaona juhudi zetu, anaona bidii yetu, anaona kujitolea kwetu. Kwa hivyo ingawa watu wanaweza kosa kuona juhudi zako za kujinyenyekeza, wanaweza ona wewe ni mtu hovyo, waanze kukudharau, wakuite majina, wakuteme mate, waseme yote mabaya kwako. Bali wewe ukijitoa mwanga, kujinyenyekeza kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, ukijinyenyekeza, naye Mungu atakuja kukuinua kama ilivyo na mfano wa Yesu Kristo, aliyejinyenyekeza, akaacha mamlaka, akanyenyekea, akawa mwanadamu, akanyenyekea, akawa hata mtumwa, akawatawadha miguu hawa wanafunzi kwa njia ya kunyenyekeza sana. Tunaona katika hii kuwatawadha miguu, kazi ya kuwatawadha miguu wanafunzi ilikuwa ni kazi ya watumwa. Ilikuwa ni kazi ya watumwa, mpendwa msikilizaji. Sasa Yesu akachukua mfano wa mtumwa, akaenda chini kuwatumikia wanafunzi wake, akawatawadha miguu. Ile kuwatawadha miguu, akanyenyekea, akawa kama ndiye mdogo wao. Pale sasa nasi pia itatumbidi kujua kama jinsi Yesu alivyotuarifu ya kwamba yeye alikuja kutumika na wala sio kutumikiwa. Sisi vivyo hivyo tukajinyenyekeze hadi kiwango ya kuwatumikia wengine na wala sio kutumikiwa. Hasa sana na sisi wachungaji. Kazi ya mchungaji ni kutumikia kanisa na wala sio kuitwa bwana ama kuitwa mkubwa. Tunaposema wachungaji, tunasema pastors pamoja na wazee wa kanisa. Kazi yetu si kwamba tuheshimiwe kama watu wenye heshima kubwa, lakini ni kutumikia kanisa kama jinsi Kristo alivyolitumikia kanisa. Wapendwa wasikilizaji, naomba ili tukapate mfano huu wa Yesu wa kujinyenyekeza hata kupita mawazo ya mwanadamu wa kawaida, na tukawatumikia wengine ili tuweze kumpatia Mungu mavuno mema katika kukomboa roho zinazopotea. Tunaposoma waraka wa Yakobo sura hiyo ya 4 mstari wa 10, waraka wa Yakobo sura hiyo ya 4 mstari wa 10, Biblia inasema ya kwamba jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Huu ni mstari mzuri sana, ya kwamba tunapojidhili mbele za Bwana yeye atatukuza. Ni ahadi ya kweli, ahadi isiyopotoka, ni ahadi ambayo ina utimilifu wake iwapo sisi tutakuwa waaminifu kwa kujinyenyekeza, kwa kujidhili mbele za Bwana, naye atatukweza. Iwapo tutaenda chini tukinyenyekea mbele za Mungu, naye bila shaka atatuinua, atatukweza, maana yeye ni Mungu na ni mwingi wa fadhili katika kila jambo. Mpendwa mtazamaji, naomba ili tukaweze kujifunza jambo hili, tukawe na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwa na huyu Yesu Kristo. Tukawe na jambo hili la maana iliyokuwa na Yesu Kristo. Tukamfane Yesu Kristo kwa hii tabia ya kunyenyekea. Tukamfane Kristo aliye mwanzilishi na wakutimiliza imani yetu. Tukafanane naye kwa kujinyenyekeza na kuenda chini ili tuweze kumtafutia mavuno mema katika kazi na huduma hii ambayo tunayoifanya. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, tunapohudumu katika kazi hii ya Mungu, tunahitajika kuwa wanyenyekevu. Hasa wakati huu tunapokumbuka Pasaka, tunahitaji
kuwa na unyenyekevu. Unyenyekevu ni jambo ya kujiamulia mwenyewe kunyenyekea. Ukijiamulia na ukijipanga tu kunyenyekea, na tujifunze hata kunyenyekea walio wadogo hata kutiliko. Si kwamba ati utanyenyekea walio wakubwa kuliko wewe. Jifunze hata kunyenyekea wale wasiohesabika kama wako na haki ya kunyenyekewa. Basi sisi kama wahudumu wa kazi ya Mungu, kama Wakristo, tunahitaji kujifunza na mfano wa huyu Yesu Kristo. Iwapo hatutajifunza na mfano wa Yesu Kristo, then we have no business. We have no time to claim that we are Christians. Ni wakati wetu mzuri, mpendwa mtazamaji, ni wakati wetu mwema. Unaposikiliza ujumbe huu, ukajue ya kwamba huu ni mzimu wa kujifunza na mfano wa Yesu. Sababu tunajifunza mauti ya Yesu iliyotuokoa. Kwa hivyo na sisi pia tukiiga na kufuata mfano wa Yesu Kristo, bila shaka tutawakomboa wengine na tutakuwa katika line ya Kikristo ya kumfuata Yesu. Hatuwezi sema tunamfuata Yesu na matendo yetu inatukana. Itadhihirisha kwamba sisi tunamfuata Yesu iwapo tunaonekana tunafanana na yeye kwa tabia zake. Tabia iliyo muhimu ya kuiga mfano wa Yesu ni ya unyenyekevu. Mpendwa mtazamaji, tutakapojifunza kuwanyenyekea wengine, tutakapojifunza hata kuwaendea hata na wenye dhambi, tuwavute kwa upendo, kwa unyenyekevu, sio kwa kuwakemea eti nitakwambia iende vile itaenda, la hasha. Neno la Mungu inatufunza kuwavuta kwa unyenyekevu. Na tukiwavuta kwa unyenyekevu, hata kama walikuwa wanajihisi wakiwa juu, sasa pale wataona hakika inawafaa kuwa na tunda la unyenyekevu. Kwa hivyo Yakobo pale katika sura hiyo ya 4 mstari wa 10 ametuangiza kujidhili mbele za Bwana, naye Bwana atatukuza. Kwa hivyo tujifunze na neno la Mungu ambalo alitatupotosha iwapo na sisi tutakuwa wa kuiamini na kuifuata. Tuwe watu wa kuifuata neno la Mungu na wala sio wasikilizaji tu. Tunaposikia tutende. Tunapokuwa wasikilizaji na watendaji, basi tutakuwa tunaabudu ibada iliyo ya kweli. Yesu akapeana mfano ya watu wawili ambao walikuwa ni wajenzi. Akapeana mfano ya kwamba yeyote asikiaye na kutenda anafananishwa na mjenzi aliyekuwa mtu mwema na mtu mwenye hekima, ambaye anasikia na kutenda. Alipojenga nyumba yake, alijenga juu ya mawe. Ile kusikia na kutenda inakufananisha na huyu mjenzi ambaye anajenga juu ya mwamba. Sasa mvua ikija na hata dhoruba sikija na chochote ikuje, ikikumba hiyo nyumba haitatikisika sababu imejengwa juu ya mwamba. Mpendwa mtazamaji, sasa mfano wa pili ni huyu mfumbafu. Mfumbafu naye bila shaka najua nikikuita mfumbafu itakuwa ni vita. Lakini Yesu alipeana huu mfano ya kwamba mwenye kusikia na asiyetenda anafananishwa na mpumbavu aliyejenga nyumba yake kwa mchanga. Sasa pale kwa mchanga ni kwa kukosa. Sasa hataki kuchoka. Anataka tu jambo la urahisi, jambo ambalo haitamgharimu. Mpaka sasa itungarimu. Mpaka sasa itungarimu kunyenyekea ili tuwe na nafasi ya kuchukua huduma ya kuwatumikia wengine kwa kunyenyekeza. Tukawatambue na sisi tudharauliwe. Pale hatimaye tutakuja kulipwa kwa kunyenyekea kwetu. Mpendwa mtazamaji,
Katika Wagalatia sura hiyo ya 6 mstari wa 3. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 3 unasema, maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Pendwa mtazamaji, sasa kama utajihesabu kuwa wewe ni kitu, ati unjihesabu wewe ni mtu mwenye mamlaka makubwa, na ukae kwenye viti vya mbele, utaki kushughulika na backbenchers, utaki hata kuwafuata na kuwashughulikia walio na udhaifu, wewe unjihesabu kuwa ni kitu na wewe si kitu, Biblia inasema ya kwamba unajidanganya mwenyewe. Pendwa mtazamaji, ni lazima tujiweke mwanga na tukajinyenyekeze, tukajihesabu kuwa sisi sio watu wa kuhesabiwa hiyo heshima kubwa. Tukajinyenyekeze, tukajihesabu kuwa watu wa chini ili Mungu apate kutuinua. Kwa nini tujihesabu kuwa watu bora kuliko wale wengine? Na sisi zote tumeumbwa na mfano wa Mungu. Mpendwa mtazamaji, naomba kukufahamisha ya kwamba huyu Yesu aliyekufa alitupea mfano ambao ni wa kipekee, na ndio mfano tu ambao utatukutanisha na Mungu. Sababu tusipofuata huu mfano, basi kazi yetu itakuwa ni sawa tu na kujenga juu ya mchanga, kufanya jambo ambalo halina uvumilivu, haina matunda, haina malipo. Sababu Yesu kule kuvumilia kwake, kwa kunyenyekea kwake, alihesabiwa na akapewa jina iliyopita majina yote. Pendwa mtazamaji, nasi pia kama tutajinyenyekeza na tujihesabu kuwa sisi ni watumishi wa kutumikia wengine na wala sio watu wa kuhesabiwa wenye heshima kubwa, Mungu atatulipa kwa mpango wake. Mstari huo wa 6 katika Wagalatia sura ya 6 mstari wa 4 unasema, lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala sio kwa mwenzake. Mpendwa mtazamaji, hapa sasa ni mtu aipime kazi yake. Wewe unapoishi na watu wanakuhesabu namna gani? Unanyenyekea? Do you feel? Unajisikia sasa ukiwa na watu kama wanaenjoy, wanasikia huduma yako inawafikia, ama ni kule kujiinua tu na kuwaonyesha jinsi walivyo hovyo na wewe ulivyo bora? Mpendwa mtazamaji, Yesu alitupea mfano wa kuiga na kufuata. Na bila shaka kama tutafuata huu mfano wa Yesu, hatutajihesabu kupita mahali ambapo tumefikia. Sasa hapa hatutajilinganisha na wengine. Ukiona watu wanataka kujiinua, basi waache wajiinue, lakini wewe jifunze kunyenyekea. Wahenga walisema aliye juu ngojee chini. Usijiinue, usije ukashushwa, bali tukajishushe, tukajinyenyekeze ili tupate kuinuliwa. Mungu mwenyewe ndiye anayetuinua na ndiye anayestahili kutuinua katika tabia zetu, katika hali zetu zile. Mungu mwenyewe tu ndiye anayefaa kutuinua na kutuweka mwanga katika hali zetu za maisha. Pendwa mtazamaji, mstari wa 5 katika Wagalatia sura hiyo ya 6 mstari wa 5 unasema, maana kila mtu atalichukua furusi lake mwenyewe. Mpendwa mtazamaji, maombi yangu si kwamba ukalibebe furushi ambalo hautaiweza. Furusi ambayo utaiweza ni yenye itakufurahisha, ambayo itakuwa na matunda ya kukutia moyo. Katika hali hii ya kuishi, inafaa sana ili tuishi maisha tunayofurahia na wala sio ya kujuta baadaye. Mpendwa mtazamaji, nakusihi
kwa jina la Yesu Kristo. Kama vile Biblia inatufunza vema tuwe na nia hiyo hiyo ndani yetu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Iwapo hatutakuwa na nia hiyo hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu, sasa sisi tutakuwa wanani? Sababu kama sisi tu wa Kristo, na iwapo tunaitwa na jina la Wakristo, sasa inafaa pia tukamfane Yesu Kristo katika tabia zetu, katika kuonekana kwetu, tukionekana na nia hiyo hiyo iliyokuwa na huyu Yesu Kristo, iliyokuwa na huyu mkombozi wetu aliyetukomboa. Wengine wetu tulikuwa watu wasio wa kuhesabika, lakini sasa tunahesabika wenye haki sababu ya neema ya Yesu Kristo. Kwa nini tusifungue neema pia iwafikie na wengine kwa kujinyenyekeza kwao, kwa kuwatafuta jinsi Yesu alitutafuta, kwa kuwatafuta na unyenyekevu huu usio na kipimo. Ona Yesu akiacha hali ya uungu, akashuka akawa mwanadamu wa kawaida, zaidi akashuka hata katika kiwango ya mwanadamu wa kawaida, akafanyika mtumwa. Na zaidi ya kufanyika mtumwa, step 4, sasa Yesu akateremka mpaka akafa kifo, mauti ya msalaba. Mauti ya msalaba ambayo Yesu alikufa kuhesabiwa mwenye aibu kubwa sana. Yesu akahesabiwa aibu isiyo yake kwa ajili yangu na wewe. Nasi pia, mpendwa mtazamaji, ni vema tukajifunze na mfano wa Yesu, ambao Yesu alipokuwa Mungu akajiteremsha akawa mwanadamu. Akatoka katika hali ya kuwa mwanadamu akajiteremsha akawa mtumwa. Katika hali ya kuwa mtumwa akajiteremsha tena, akajinyenyekeza, akafa kifo cha msalaba, kifo cha kutohesabiwa heshima yoyote ile. Pale akatuvuna, tukawa mavuno mema, tukawa libuko katika kazi ya Mungu, tukawa uzao ya unyenyekevu wake Yesu Kristo. Vivyo hivyo nasi inatupasa pia tukajinyenyekeze, tukanyenyekee mbele za Bwana, naye atatukuza jinsi tulivyoona katika Yakobo sura hiyo ya 4. Mpendwa mtazamaji, ni vema tujifunze na huu mfano wa Yesu. Mfano ambao unatufaa sana, mfano ambao hautatupotosha, mfano ambao haulinganishwi na mwingine. Hivyo Yesu ndiye tu bora kwetu, mfano bora kwetu. Kisoma katika Waibrania, unaona Yesu ndiye bora kuliko wote. Yesu ndiye amepita wote. Yesu ndiye amepita hata mamlaka yote. Na iwapo na sisi tutajifunza na huu mfano wa Yesu, hatutakuwa tumepotea. Tutakuwa katika njia ya kutukutanisha na Mungu, na Mungu atatuinua, sababu iwapo tutanyenyekeza atatuinua jinsi alivyomuinua huyu Yesu mwana wake wa pekee. Pendwa mtazamaji, huu ni upendo wa ajabu. Huu ni unyenyekevu wa ajabu. Hakuna atakayelinganishwa na huyu Yesu mwenye alijinyenyekeza ili aweze kutupata. Katika Pasaka hii ya 2025 ni vema mimi na wewe tujifunze na mfano wa Yesu. Hakuna mfano mwingine utaupata ulimwenguni popote pale kama huu wa Yesu kujinyenyekeza, na zote iwapo tutakuja kuinuliwa hatimaye, lazima tufuate nyayo za Yesu akapate kutuangizia na kutupea nuru ya kuenda mbele. Pendwa mtazamaji, Yesu anatufunza kuwa wanyenyekevu. Biblia inatufunza kuwa na unyenyekevu kama jinsi Yesu alivyonyenyekea. Kwa hivyo mpendwa, siku ya leo Mungu ametupea ujumbe wa kujiandaa kwa ajili ya Pasaka hii
isiwe tu ni Pasaka imekuja kwetu kama jinsi ilivyokuja mwaka uliopita na miaka iliyo mbeleni. Hivi leo Mungu ako na ujumbe kwetu ili tupate kujifunza kujinyenyekeza. Tunapojinyenyekeza tutawatambua wengine. Tunapojinyenyekeza tutakuwa watu wa kuhesabia wengine haki. Watu ambao tutawahesabu kuwa ni bora hata kutuliko. Naye Mungu ambaye ndiye atakuwa hakimu mkuu, atakuja kutuamulia haki. Anatuamulia kwa haki ambayo ni kutulipa kadiri ya matendo yetu. Iwapo tutapanda unyenyekevu, tutakuja kuvuna kwa furaha, kwa kuwa Mungu atatuinua katika hali zetu. Najua kuna wengi ambao wamekuwa wakiishi katika hali ya uduni. Lakini iwapo tutajifunza kunyenyekeza kwa ajili ya jina la Yesu, tujifunze sio kunyenyekea tu bure. Lakini kwa nini tujinyenyekeze? Tujinyenyekeze kwa ajili ya Mungu. Tujiweke pale chini kwa sababu ya kutambua ukuu wa Mungu. Yule Mungu aliyeniumba ndiye aliyeumba huyo mwenye tunamuona mwenye udhaifu. Kwa hivyo ni vema kuwanyenyekea na kuenda pale chini ili tuweze kuwavuna kama libuko. Mpendwa mtazamaji, ni vema kujitambua kwamba sisi tumetumwa na Mungu kwa kutumia kifaa cha unyenyekevu, chombo cha unyenyekevu kuwatafuta wenzetu. Wale ambao hawaonekani kama wanaweza kuwa wenye faida. Yesu alitutafuta wengine tukiwa watu wambaya sana. Wengine hata tulikuwa hatuhesabiki katika jamii. Lakini Yesu anatubadilisha. Yesu anatubadilisha. Lazima na sisi pia tufanye jambo la kuwabadilisha wengine. Na sio lingine, ni njia ya kujinyenyekeza kwa kufuata mfano wa Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, siku ya leo ni ujumbe ambao umetujia kwa njia ya kipekee kwamba tutakapojinyenyekeza tutakuwa tunafuata mfano huu wa Yesu Kristo ambaye ilimgharimu unyenyekevu ili aweze kutupata. Akatupata na sisi pia tujinyenyekeze ili tuweze kufungua milango ya wengine ambao wanapotea wapate hii neema ya wokovu. Wokovu ni neema. Na iwapo ni neema, halitapatikana pasipokuwa na huduma ya sisi kujiweka mwanga, kunyenyekea ili tuwafikie wenzetu. Pendwa mtazamaji, huu ujumbe unatufunza kuiga Yesu, kufanana na Yesu. Tuone vile Yesu hakujihesabu kama yeye ni mtu ambaye angedai haki yake. Yesu hakudai haki yake, na ingekuwa ni kudai haki yake, angekuwa anadai haki ya kiungu na akae huko mbinguni kama ilivyokuwa Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Lakini akatoka huko, akaacha nafsi ya Baba na Roho Mtakatifu na akateremka huku chini ili aweze kutafuta kilichopotea. Akatafuta kilichopotea kwa njia ya kuwanyenyekea. Na sisi pia ni vema tujifunze na ili tunda la unyenyekevu, tukajinyenyekeze ili tuweze kuwapata wenzetu ambao wanapotea. Pendwa mtazamaji, na kuomba na kusi na tumia lugha yoyote ile ambayo itakufikia ya kwamba jambo la unyenyekevu ni njia tu ya kipekee ya kuwafikia wengine. Ni njia tu ya kipekee ya kumfana Yesu Kristo katika tabia yake na kuteremka kushuka kutoka huko juu mbinguni akaja kufanyika mwanadamu. Akateremka mara tena, akashuka, akatoka katika hali ya mwanadamu wa kawaida, akafanyika kuwa mtumwa. Akawatawadha wandogo wake miguu. Akawahesabu wao ndio mabwana, akawatawadha miguu.
Zaidi, Yesu akateremka kutoka hali ya mtumwa, akaenda chini zaidi, akafa kifo cha msalaba, kifo cha aibu, kifo ambayo ni mauti iliyomhesabu kuwa asiyefaa kwa community. Yesu akaamua wamhesabie kuwa mwenye dhambi, mwenye hata amefunja sheria za Kiyahudi, lakini mwishowe jina la Mungu likainuliwe kwa kuwapata wengi kupokea wokovu. Haitakuwa jambo la kawaida tu kupata wokovu pasipokuwa na kazi ngumu kufanyika na mimi na wewe. Lazima tunyenyekee. Ukienda pale kwa mboma zetu unapata kuwa hasa wanaume wengi wasioenda kwa makanisa, wasioabudu, wasiojinyenyekeza mbele za Mungu. Wengi hata ukiwauliza unasikia wakiuliza, na kama wenye wanaenda kanisa ndio wanafanya haya mambo, sasa tutaenda kufanya nini? Kumbe wamama, mnaweza kuwa vizuizi vya mabwana zenu kupokea wokovu kwa sababu ya kukosa kunyenyekeza. Pale nyumbani itahitajika wamama kuwanyenyekea kama vile Biblia inavyowafunza katika Waefeso. Wanawake wakajinyenyekeze, wakawaheshimu mabwana zao, na watoto pia wakawatii wazazi. Jambo hili litakuwa ni jambo la kupata mavuno katika huduma. Tujifunze katika mboma zetu kuishi vema. Kama ni mama, wacha mashindano. Kaa katika position yako. Kama ni kunyenyekea, umnyenyekee huyu bwana wako. Biblia inasema hata iwapo kuna wasioamini lile neno, watakuja kuiamini sababu ya kuona ile tabia yenu wamama. Wamama ni vema mkawatii na kuwanyenyekea mabwana zenu. Muwanyenyekee waume zenu ili waweze kuona huyu Yesu mnayemwabudu anafaa kwao, sababu ametengeneza hata mboma zao. Watoto, mjifunze kuwatii wazazi. Hii jambo ya kutii itaenda pamoja na kunyenyekea. Kwa hivyo watoto pia wakinyenyekea wazazi, nao wazazi wataona, na hii Sunday school watoto wangu wanaenda, hawa walimu, hawa pastors, hawa wazee wa kanisa wanaofunza hawa watoto wangu ni watu ambao wana mafundisho ya mwelekeo mwema. Tusipokuwa na unyenyekevu, itakuwa ni picha mbaya, kinyume na ile Yesu alikuwa anataka tuifuate na kuonyesha. Kwa hivyo sisi ni mabarua. Sisi ndio tunaonyesha hii huduma ni ya aina gani. Makanisa mengine hata imekosa watu sababu haina picha nzuri jinsi hao washiriki hao waumini wanavyoishi katika community zao. Ni vema tunapokaa tukue tunajua ya kwamba sisi ni barua, na kama sisi ni barua, lazima barua zetu zisomeke vema. Tujifunze kunyenyekea. Tujifunze kuwa watu ambao wananyenyekea kiwango ya kuwafikia hata wenye wanapotea. Mpendwa mtazamaji, sasa hapa mimi na wewe tuko na kazi, tuko na huduma, na lazima tuikamilishe, tuitimilize kama jinsi Yesu mwenyewe alivyotimiliza huduma yake. Yesu kwa kujinyenyekeza alituokoa, na sisi kama tutajinyenyekeza tutakomboa hata na boma zetu. Wengine hata ukienda kwa kazi zao unapata hawana kuheshimiana, unapata furugano, watu hawana amani katika kazi zao. Ni sehemu zao za kujipatia mapato ya vitu vya kuwasaidia maishani, lakini badala ya kushika chenye imewapeleka pale, wanaanza mafaragano. Kwa nini ndugu zangu tufaragane?
Kwa nini tusinyenyekeane? Kwa nini tusiende chini sababu ya huyu Mungu? Hata kama ni haki yako, tunaenda chini sababu ya Yesu ili tuweze kukomboa nafsi iliyo mahali. Wapendwa watazamaji, na waomba siku hii ya leo, kama ilivyo neema ya Mungu kutufikia wakati huu wa Pasaka hii ya mwaka huu, naomba sana kwa unyenyekevu mwingi tupate kujifunza kusahau hizo tunazoziita haki zetu, na tukajitwalie nafasi ya kuenda chini, kunyenyekea. Tuache hayo mamlaka, tunyenyekee ili tuweze kukomboa nafsi za wengine. Mpendwa mtazamaji, kwa leo najua hakika Roho wa Mungu asiye mdhaifu atasimama kutufunza zaidi jambo hili la unyenyekevu, sababu linahitajika kwangu na linahitajika hata kwako. La sivyo hatutakuwa na mwelekeo. We have no business katika jamii ya Kikristo. Sababu iwapo hatutanyenyekea, basi tunaonekana watu ambao hata hawamjui Mungu, watu wa kawaida wasiojua ya kwamba kwa sababu ya huyu Yesu lazima mambo yabadilike na yafanyike kwa njia ingine ya kipekee. Mungu atubariki sana, atuneemeshe kwa neema zake, akatujalie kila wema, na zaidi sana akatupe nafasi ya kunyenyekea ili tuweze kumzalia matunda. Na Mungu atubariki sana na ambariki neno lake. Amina. Basi mpendwa mtazamaji, tuombe kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, najua ya kwamba inachukua nguvu zako na uwepo wako kubadilisha nafsi. Wakati huu nimenena neno lako, neno la unyenyekevu, na Mungu Baba najua ya kwamba itakuwa ya faida iwapo na utaichanganya na imani zetu. Naombea kila msikilizaji na kila mtazamaji aliyesikia ujumbe huu, atakayesikia wakati wowote pale, jambo hili la unyenyekevu ikawe ya msaada mkubwa. Naomba baraka zako, naomba neema yako ikatufunze zote, ikatuinue zote, na tukakuishie kwa kuwa Mungu wajua hali zetu na tunakuhitaji. Pasipo wewe hatutaweza kamwe. Mungu Baba, utuinue, utupe kunyenyekea ili tukapate kuinuliwa na wewe. Ukatupe hata kujitolea kuwatumikia wengine mpaka tukapate kuwa na mavuno na matunda mema. Pasipo kuamuru, twaomba kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen.